Yes. Tayari mshafika uwanjani bwana. Hatimaye mkondo wa pili mechi yenu hii hapa. Almasry wako Dar es Salaam kwa ajili ya kujisaka mazingira kuwapeleka tena kufuata. Tuambie, wewe mmejipangaje? Of course tumejiandaa vizuri, umeona hamasa zilikuwa nzuri wiki nzima ya hamasa. Mitaa Dar es Salaam ilitika na Simba akasimamisha Dar es Salaam kama kawaida. Kispika kimepita kila mitaa yote kuambia habari njema za mchezo leo. Lakini unaona maandalizi ya mchezo kuelekea mechi ya leo. Kocha Mwalimu Fadu Davis kuelekea mchezo wa leo nimezungumza naye jana na amenihakikishia kwamba anaipeleka timu nusu finali ya CAF Confederation Cup, na amesema kama hata ipeleka timu nusu finali basi iko tayari kuwajibika. Niseme tu anajiamini, ni mwalimu mzuri, ni mwalimu bora. Umeona namna ambavyo amekuwa na kikosi chetu na amefaa kuwa kikosi chetu cha Simba kuwa kikosi hatari kuliko vikosi vyote katika misimu hii mitatu ambayo tumekuwa tukicheza ligi kuu. Ni mwalimu ambaye ni mbeba maono na inshallah leo kwa uwezo wa Mungu ninaamini anaweza katuvusha kwa ubora ambao wanao. Ni mwalimu ambaye anaijua Almasry vizuri kwa kuiona, kwa kuitazama, na amecheza nao kule away kwa kufungwa goli 2. Ni makosa madogo ya kiufundi kwenye idara ya ulinzi ndio alipelekea tukaconcede magoli 2 siku ile, na bahati haikuwa kwetu, lakini tulifanya kile inawezekana tupate ushindi. Lakini umeona tucheza vizuri, tulipossess mpira zaidi ya 75%, huku complete pass tukipiga pasi 410 na incomplete pass ilikuwa pasi 102 kushinda wao. Mashuti ambayo renga goli kwa mashuti 7, mashuti 18 yalikuwa ni mashuti ambayo on target 7, 18 renga goli. Kwa hiyo niseme kwamba tutengeneza nafasi nyingi isipokuwa kuzitumia hizo nafasi kuziconvert kwenda kwenye magoli ndio ilikuwa shida. Leo makini unahitajika, utulivu hali ya juu unahitajika kwenye dawa ya ushambuliaji ili kila nafasi tunayopata tuweze kutumia vyema na hatimaye tuweze kupata mabao mengi ya kuweza kutuvusha hatua hii ya nusu finali, robo finali kwa nusu finali. Tumeshusha mvua sasa. Tumeleta mvua na baadaye tutaizuia. Jua itawaka, ikifika saa 10 mvua itakata na jua itawaka, na hatimaye Mwarabu atapelekwa pumzi ya moto, ajihisi iko kwenye tanuri la moto, na hatimaye aachie pattern tuweze kuingiza magoli kadri ya uwezo tunavyojisikia sisi. Lengo la mchezo leo ni kumaliza mapema first half, tupate magoli mengi, tushambulie dakika zote za mchezo, lakini wakati huo tuwe more defensive tukiwazuia wasipate magoli, kwa sababu wakipata goli hata moja itakuwa ni hatari, mlima utakuwa ni mzito. Na imani mwalimu ametoa darasa vizuri. Natumai leo mwalimu ataanza na mfumo wa back 3 5-1-1, maana yake eneo la viungo wachezaji watano, huku mbele eneo la ushambuliaji ikiwa ni 1-1. Tuna imani kwa mfumo huo mzuri, alternation hiyo, wachezaji ambao tunao Elie Mpanzu Kibisawala, versatile, orthodox wing, inverted wing, huyu ambaye kimsingi amekuwa na mwendelezo bora sana. Tuna imani kwamba leo atakuwa ana mchezo mzuri na hatimaye Simba Sports Club itaandika historia nyingine kubwa mpya kwenda kwenye hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kikubwa nyinyi waandishi wa habari na Watanzania wote milioni 61 msimame na sisi, mtuombee dua. Kama rais wa nchi Mama Samia atuombea dua tufanikiwe. Wewe je, unasubiri nini? Kama rais wa nchi ameweka milioni 10 kwa kila goli moja ambalo Simba atapata leo, lakini pia kuna wadau wengine wametoa assist, itakuwa milioni 5. Ukitoa assist milioni 5, ukisababisha goli milioni 3, ukifunga goli moja milioni 10 wa Mama Samia unachukua. Mungu awape nini? Lakini rais wa heshima Mohamed Dewji Mo ametoa milioni 700, ameweka mezani milioni 700 ambazo zinajaa chumba. Mimi kwa maisha yangu sijawahi kuziona milioni 700 wala kuzishika. Yeye ameweza kuzidraw benki, amewakabidhi wachezaji, bwana huu mzigo ni wa kwenu. Mkifanikiwa kufuzu hela ni ya kwenu. Wanasubiri nini? Lakini haitoshi, Watanzania nchi nzima, Afrika Mashariki na Kati leo wamekuja kujitokeza uwanjani hapa. Kuna watu wanatoka Mafinga, unaona tawi la Simba Mafinga, Friends of Simba Dodoma, kwa tawi la Simba Mbeya, wengine wanatoka Mwanza, wengine wanatoka Ikwiriri, Arusha Simba Burudani, wengine wanatoka Morogoro, Msoma, Kigoma, kuja kuishabikia Simba yao, kuipa nguvu ili iende nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hatuna sababu yoyote ya msingi ya kufeli mchezo wa leo. Hatuna sababu yote ya msingi ya kushinda mchezo wao. Nguvu tunayo, nia tunayo, na adui apigwe adui apigwe, na inshallah tuvuke kwenda kwa nusu finali. Dr. Mo, jana wapinzani wenu walipokuwa wanaingia uwanjani walitafuta njia ambayo sio. Labda hili limekaaje kwa upande wenu? Ni kama hivi wameshtukia mtego? Ni vichekesho na huo udanganyifu wanafanywa na Yanga Afrika. Yanga Afrika na kiherehere sana. Umeona leo gari yao limekuja uwanjani. Si ilikuwa kuja kufanyaje? Ni watu wa ajabu sana. Nikiwasemaga wanasemaga mimi na mdomo mchafu. Unaona mechi haiwahusu, lakini leo wanakuja uwanjani gari lao. Wanakuja kufanyaje? Ni watu wa ajabu sana hawa. Kwa hata hizo huo ujuaji huo na huo uongo wa dangano na Yanga Afrika. Kimsingi leo wagaragare walare. Wafanyaje? Wapite nyuma ya mlango, waruke ukuta, watafungwa tu. Njia pekee ya kuzuia wao usifungwe
ni kuahirisha mechi ya leo, wasicheze, wagomee mchezo, kafu atupe alama 3 za bure leo. Lakini kama watata mechi timu uwanjani watafungwa, no exception. Leo hakuna option. Mpira una matokeo matatu, leo hatuna option ya matokeo matatu. Leo tokeo ni moja tu. Tanzania na taifa kwa ujumla tunataka kuwa nusu finali. Ndio timu pekee ambao inawakilisha taifa kwa mashindano ya kimataifa. Wengine wote hawamo, washatoka. Si mnajua hiyo? Kwani wamo? Si wametoka. Alibaki Simba peke yake. Sasa ndio maana vile kwa kikubwa ni kwamba sisi tunataka kwenda nusu finali. Hayo mengine sisi hatuyajui. Mwarabu apite mbinguni, apite ardhini, apite wapi, apite nyuma mlango. Kikubwa akileta timu uwanjani atafungwa tu. Zimetolewa pesa nyingi sana za hamasa kama ambavyo tunasema. Lakini baadhi ya wadau wa mpira wanasema kwamba pesa hizi ni kama zinakwenda kuwachanganya wachezaji, aidha uchoyo namna gani. Hili labda limekaa. Hapana, swala la uchoyo mwalimu ameshalikemea, na bahati nzuri kila mmoja aliona game ya awali kule Ismailia, na nyinyi wote mliona uchoyo ambao uliweza kutukosti. Ule ubinafsi, selfishness. Mwalimu ameukemea sana, na viongozi wetu bahati nzuri tuna viongozi makini sana. Kupitia mwenyekiti wetu wa klabu Muntaza Mangungu wameongea na wachezaji sana, wamewaambia bana ubinafsi hautakiwi, mcheze kitimu na kila mmoja aweze kupambania kwa ajili ya timu. Kwa hiyo mimi nadhani hamasa ni chachu tu kuchagiza ili uweze kufanya vizuri, na si kwamba itapelekea watu waweze kuwa binafsi. Kikubwa ni kwamba tuwaombee dua. Maelekezo ambayo wamepata wiki nzima kwenye training ground chini ya Mwalimu Fadlu, Mwenyezi Mungu awape ufahamu, waweze kuyakumbuka vyema wanapokuwa uwanjani, ili waweze kuyatoa vizuri na kuyadigest vizuri, na hatimaye waweze kuyafanyia kazi, na sisi tupate kunufaika kutokana na haya ambayo mwalimu amewaelekeza. Unanielewa? Hiyo ndio dua ambayo tuombe wasipate majeraha mwanzoni, wacheze mwanzo mpaka mwisho kwa kitimu, na hatimaye tuweze kuondoka hapa tukiwa na ushindi. Basi kwa sababu baada hapa tunakwenda kwa face Mbeya City kwenye CRDB Federation Cup uwanja wa KMC complex pale Mwenge siku tarehe 13. Kwa wachezaji hawa tunahitaji pia wachukue taji ya NBC Premier League. Kumbuka tulibakiza mchezo 7. Mwenzetu Young African na alama 64 ameshatuzidi kwa michezo, lakini pia ametuzidi kwa point. Maana yake leo sio mwisho wa mechi. Tukishinda leo tunahitaji pia hawa wakatupe taji la NBC Premier League, lakini hawa wakatupe taji la CRDB Federation Cup msimu huu. Dr. Mo, Mwalimu Fadlu amesema kwamba leo ikitokea matokeo yote tofauti na kufuzu, yupo tayari kubeba ama kuwajibika kwa hilo endapo Simba hatofuzu leo. Labda utakuwa na chochote cha kulaumu? Kwanza mwalimu ni shujaa sana, na by the way mimi nimezungumza naye jana usiku, kocha Fadlu nikamweleza mwalimu, leo tuna mechi muhimu sana. Katika siku za maisha yako ambao umeshawahi kuishi hapa duniani, nadhani hakuna siku muhimu kama siku ya leo. Make sure unafanya kila unaloweza Mwalimu Fadlu utupeleke nusu finali. Sisi wa Tanzania milioni 61 nikiwepo Dr. Mohamed Hamisi msemaji wa Simba Royal Fans, nitakuimba milele mpaka pale Mwenyezi Mungu atakaponitoa katika hii ardhi, kama leo utatupeleka nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ndicho ambacho nimemwambia, na ametupa ahadi kwamba anakwenda kushinda, na hatimaye leo tutafuzu inshallah. Uba TV, excellence is our signature.